Shura ya Maimamu Tanzania kama baraza la kidini tunapaswa kuyasemea mambo hayo kwa mtazamo wa itifaki nzuri za kijamii, lakini kwa uzito wa pekee kwa mtazamo wa vitabu vitakatifu vya Qur'an, Injili na vingine. Kwa maana hiyo tunalazimika kuangalia haya maswala ya wizi wa kura, mauaji yalitokea kwa mtazamo wa Qur'an, lakini Injili na vitabu vingine. Tunatazama haya mambo kwa mtazamo wa kidini kwa sababu ni muhimu zaidi katika dini. Vitabu vya dini ndio rejea muhimu sana katika maisha yetu. Tunaangalia kwanza swala la wizi wa kura. Wizi wa kura maana yake nini? Wizi wa kura maana yake ni A, ni kupiga kura zaidi ya mara moja. B, ni kubadilisha matokeo ya kura, na C, ni kununua kura kwa rushwa na mfano wa hayo. D, kuiba au kuharibu sanduku la kura kwa nia mbaya. Na E, ni kutangaza matokeo ya uongo. Haya yote kwa mtazamo wa Uislamu ni khiana, ni uhaini na ghish, udanganyifu. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani Karim, wala msifanye hiana, uhaini kwa makusudi na nyinyi mnajua. Hii ni sura ya 8 aya 27. Hapa Qur'ani tukufu inakataza aina zote za hiana, iwe katika mali, madaraka au haki za watu. Wizi wa kura ni hiana kwa jamii na taifa kwa ujumla. Pia Allah subhanahu wa ta'ala anasema, na wala msiliane mali zenu kwa batil, wala msiwapelekee rushwa mahakimu ili mpate kula sehemu ya mali ya watu kwa dhambi. Haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu katika sura pili, sura al-Baqara aya 188. Hii ni aya ya 8 katika sura al-Maida sura ya 5. Wizi wa kura ni dhambi kubwa katika Uislamu. Ni kitendo cha uhaini, udanganyifu na dhulma dhidi ya watu na taifa kwa ujumla. Muislamu anatakiwa kuwa mkweli, mwadilifu na mtetezi wa haki za binadamu zinapovunjwa na mtu yoyote yule. Tunazungumzia swala la mauaji katika Uislamu. Tulikuwa tunazungumzia swala la kura. Tumerejea Qur'an, tumerejea na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunaangalia mauaji katika Uislamu unasemaje. Kumuua mtu asiye na hatia ni jambo linalochukuliwa kwa uzito mkubwa sana katika Uislamu. Qur'ani na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zimeweka wazi kwamba maisha ya mwanadamu ni matakatifu na hakuna mtu mwenye haki ya kuyatoa bila sababu halali za kisheria. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, kwa sababu hiyo tuliwaandikia wana wa Israeli ya kwamba anayemuua mtu bila ya mtu huyo kuwa amemuua mtu mwingine au kufanya uharibifu katika nchi ni kama ameua watu wote, na mwenye kumuokoa mtu na mauti ni kama amewaokoa watu wote. Hii ni aya ya 32 katika sura 5 sura al-Maida. Aya hii inaonyesha ukubwa wa dhambi ya kumuua mtu asiye na hatia. Mwenyezi Mungu anasema ukifanya hivyo ni sawa na kuangamiza ubinadamu wote. Allah Subhanahu wa Ta'ala pia anasema, wala msiue nafsi ile ambayo Mwenyezi Mungu amekataza isiuawe isipokuwa kwa haki, na aliyeuliwa kwa dhulma tumempa mrithi wake mamlaka, lakini asipite mipaka katika kuua. Hakika yeye yuko katika msaada. Sura 17 aya 33. Aya hii inasisitiza kwamba mauaji ni haramu isipokuwa kwa sababu za haki kama zilivyowekwa na sharia, mfano adhabu ya kifo kwa muuaji. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, kuangamia kwa dunia nzima ni jambo dogo mbele ya Mwenyezi Mungu kuliko kumwaga damu bila ya haki. Hii ni hadithi inapatikana katika Sahih Bukhari, hadithi ya 6868. Mtume sallallahu alaihi wasallam pia anasema, muumini atabaki katika wigo wa dini yake isipokuwa pale tu atakapomwaga damu bila ya haki. Hii ni hadithi ya 3987. Hii inaonyesha damu ya mtu ni jambo tukufu sana. Kumuua asiye na hatia kuna haribu imani ya mtu na kunahesabika miongoni mwa madhambi makubwa zaidi. Mtazamo wa Kiislamu unajadidisha kuwa uhai ni haki ya Mwenyezi Mungu. Mwanadamu si mwenye mamlaka ya kutoa au kuondoa uhai bila idhini yake. Mauaji yasiyo ya haki ni miongoni mwa madhambi 7 makubwa yaliyotajwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya 2766.
Katika Uislamu, damu ya mwanadamu, iwe Muislamu au asiwe Muislamu, anaishi kwa amani, inalindwa katika Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, atakayemuua mtu aliye chini ya ulinzi, mtu huyo hataisikia harufu ya pepo. Sahihi Bukhari, hadithi ya 3166. Kumuua mtu asiye na hatia ni dhambi kubwa mno katika Uislamu. Ni kuvunja moja ya haki kuu alizopewa mwanadamu na Mwenyezi Mungu, haki ya uhai. Hizo ni nasaha zetu kwa mujibu wa Qur'ani na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika maeneo hayo ya uwizi wa kura na katika maeneo hayo ya mauaji.